Kiongozi mwandamizi wa kidini Ayatollah Ali Ridha Haraf anatarajiwa kuhudumu kama kiongozi mkuu wa muda wa Iran kufuatia kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei katika shambulio la anga lililoripotiwa kufanywa kwa ushirikiano kati ya Marekani na Israel mjini Tehran. Taarifa hiyo imeripotiwa na shirika la habari linalohusishwa na serikali ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Iran imeanza kutekeleza ibara ya 111 ya katiba yake baada ya kifo cha Khamenei. Ibara hiyo inaeleza kuundwa kwa utaratibu wa dharura wa uongozi ambapo baraza la watu watatu huchukua mamlaka ya kiongozi mkuu hadi atakapopatikana mrithi wa kudumu. Katika mpangilio huo, Ayatollah Haraf ameteuliwa kuwa mjumbe wa kidini katika baraza hilo la muda, nafasi inayotokana na baraza la walinzi. Uteuzi wake umekamilisha rasmi uundwaji wa chombo hicho cha watu watatu kitakachotekeleza mamlaka yote aliyokuwa yakishikiliwa na Khamenei. Kwa sasa Haraf ataongoza kwa pamoja na Rais Masoud pamoja na Jaji Mkuu Ghulam Hossein Mohsen. Watatu hao kwa pamoja watashikilia mamlaka ya juu kabisa nchini humo wakati taifa hilo likipitia kipindi cha mpito wa uongozi. Ayatollah Haraf mwenye umri wa miaka 67 ni miongoni mwa viongozi wakuu wa kidini nchini Iran. Kabla ya kuteuliwa kwake kushika nafasi hiyo ya muda, alikuwa akiongoza mtandao wa kitaifa wa vyuo vya dini ya Kiislamu, akiwa pia mjumbe wa baraza la walinzi na mjumbe wa baraza la wataalamu, chombo chenye jukumu la kumchagua na kumsimamia kiongozi mkuu. Wakati huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran nalo limetangaza mabadiliko ya uongozi kufuatia kuuawa kwa kamanda wake mkuu Jenerali Mohammad Pakpor katika mashambulizi ya Jumamosi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali, Ahmad Vahid ameteuliwa kuwa mkuu mpya wa jeshi hilo. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ni moja ya taasisi zenye nguvu zaidi nchini Iran, likiwa na ushawishi mkubwa wa kijeshi, kisiasa na kiuchumi, na hufanya kazi tofauti na jeshi la kawaida la taifa hilo. Nikuombe kusubscribe Dems Media kwa taarifa zaidi, lakini mimi jina langu ni Abdul Juma. Tukutane kwa wakati mwingine kunako majaliwa ya Mwenyezi Mungu.